Ajali iliyopangwa inahitaji tu hesabu moja rahisi, lakini yenye uchambuzi wa kina. Usiku wa tarehe 13 Desemba mwaka wa 2025, mbunge wa zamani wa Lugari na katibu mkuu wa serikali Cyrus Jirongo alifariki katika ajali ya gari kando ya barabara kuu ya Nairobi Nakuru huko Naivasha. Habari hizi zilienea kwa kasi na mjadala wa haraka ulianza mtandaoni. Ni wakati wowote ambapo mtu maarufu anapokufa, maswali huibuka, maswali yasiyo na majibu ya haraka. Kwa sababu kifo cha watu wenye nguvu na ushawishi hakikamiliki kwa ripoti ya polisi pekee. Mercedes wakati aliingia kwa hakugive. Wanahitaji zaidi ya kile tunachosema, zaidi ya kile tunachoonyeshwa, na zaidi ya kile tunachotarajiwa kuamini. The IG knows exactly who killed Juma. Hasa pale ambapo tunapozungumzia mtu ambaye historia yake ya kisiasa na biashara ilijumuisha baadhi ya watu wa nguvu zaidi, wale wasioguswa na sheria na wale walioko juu ya mfumo wa kawaida wa sheria. Usiku huu hatutakuja hapa kutoa dhana zisizo na msingi. Tuko hapa kutafuta ukweli kwa kufanya mahesabu na kutoa uchambuzi wa makini. Uchambuzi wetu unaanza saa 5:30 tarehe 12 Desemba mwaka wa 2025 na tunamaliza saa 8:19 usiku na sekunde 25. Katika hoteli ya Karen Oasis, Cyrus Jirongo alionekana kwa mara ya mwisho akiwa na marafiki zake. Kwa mujibu wa mashuhuda, baada ya sherehe alieleza kuwa alikuwa anakwenda nyumbani kwake huko Gigiri, kisha aliondoka hotelini peke yake. Hata hivyo, uchunguzi wetu unaonyesha kwamba hakuchukua njia moja kwa moja kuelekea nyumbani. Badala yake, gari lake lilielekea barabara ya Lang'ata, kisha likageukia barabara ya Magadi, na hapo ndipo maswali ya msingi yanaibuka. Kwa nini Jirongo alibadili njia? Na ni nani aliyejua alikokuwa akielekea? Maswali haya yamejaa shaka, lakini ni ya lazima kuuliza, kwa kuwa kila hatua ya safari yake ina umuhimu mkubwa zaidi. Saa 5:50 usiku, uchambuzi wa forensic wa DCI ulionyesha gari la Jirongo likiwa kwenye mgahawa wa Park Place kando ya barabara ya Magadi. Hapo ndipo jambo lisilo la kawaida lilipotokea. Kwa mjibu wa mlinzi wa gate aliyekuwa zamu siku hiyo, gari lilikuwa limeingia kwenye eneo hilo, likasimama kwa takriban dakika 2, kisha likaondoka. Hakuna dalili yoyote ya dereva kuzungumza na mtu yoyote wala kushusha kioo la gari. Hii ni ile wakati dakika 20 baada ya Jirongo kuondoka Karen Oasis. Na maswali muhimu yakaja. Je, Cyrus Jirongo ndiye aliyekuwa akiendesha lile gari? Na je, alikuwa peke yake kwenye gari? Na nini kilitokea katika dakika hizo zilizokosekana? Kati ya saa 5:30 alipoondoka Karen Oasis na saa 5:50 alipoingia Park Place kando ya barabara ya Magadi, dakika 20 hizo zilifanyika nini? Zaidi ya masaa mawili, harakati zake zilikuwa zimepotea. Kisha
Saa 8:19 gari lake lilijitokeza tena. Wakati huu lilikuwa kwenye Eagle Petrol Station huko Naivasha, kando ya barabara kuu ya Nairobi Nakuru. Hakuwa amesimama, hakuwa akihitaji mafuta. Alipita kituoni kwa haraka na akaingia tena kwenye barabara kuu kurejea Nairobi. Sekunde chache baadaye, gari la Probox lilimfuata nyuma likiweka maswali mengine mezani. Kama vile, je, gari la Probox lilikuwa linamfuata kwa makusudi au ni ajali tu? Maswali haya yanahitaji uchunguzi wa kina, kwa sababu kila hatua ya safari yake ina maana kubwa sana. Sekunde chache baadaye, ajali ya hatari inatokea. Hapa ndipo uchambuzi wa forensic unavyokuwa wa muhimu sana. Kwa kutumia picha za satellites na nafasi za CCTV, tulifuata eneo hilo la ajali na kamera ilinasa vizuri zaidi. Kutoka kwa mtazamo huu, muundo wa barabara na mwendo wa magari inakuwa wazi kabisa. Uchambuzi huu unatuwezesha kuuliza si kile kilichotokea, bali jinsi kilivyotokea, na kama kinahusiana na makosa ya kawaida ya barabara au kama kuna jambo jingine lililotokea. Usiku huu tutachambua kupitia ushahidi huu pamoja, video kwa video, hesabu kwa hesabu, na mwishowe wewe mtazamaji ndiyo utakayeamua. After hours of eating, drinking and talking with friends late into the night, logic suggests one thing. Marafiki mpaka usiku wa manane, hekima inashauri jambo moja pekee. Hii ndiyo maana safari ya kilomita 90 asubuhi mapema inaleta maswali mengi sana. Kwa nini Naivasha? Nini kilibadilisha mwelekeo wa usiku wake? Na nani alikuwa akiendesha gari hilo? Swali moja muhimu zaidi linalojitokeza kutoka kwa picha za video. Je, Cyrus Jirongo ndiye aliyekuwa anaendesha gari hilo? Katika hatua hii, hatutilii dhana mtu yoyote. Tunachambua kwa makini. Gari lililohusika katika ajali yake ni Mercedes E350 ikiwa na muundo wa mkono wa kulia, ambayo ni kawaida nchini Kenya. Hii inamaanisha kiti cha dereva kiko upande wa kulia na kiti cha abiria mbele kiko upande wa kushoto. Gari linapokaribia kamera za CCTV, tuna pause video na kuchunguza kwa umakini. Kilichoonekana ni cha kushangaza sana. Kwenye kiti cha mbele, upande wa kushoto, mchoro wa vazi wa binadamu unaonekana. Mchoro wa kichwa na mabega ulio wazi, umbo linaloendana na mtu aliyekaa. Mara katika nafasi yake kulingana na gari, mwangaza husonga ikiwa imereflect, ila abiria hawasongi. Mchoro unabaki imara wakati gari likisogea mbele, ikionyesha uwepo wa kimwili, si mabadiliko ya light. Hatuwezi kubaini sura la mtu huyo, lakini tunaweza kusema kwa uhakika kwamba mtu alikuwa amekalia kiti cha abiria pale mbele, na inayoonyesha kwamba gari lilikuwa likisonga. Hekima inasema kwamba dereva alikuwa upande wa kulia. Hii
inatupeleka kwa ugunduzi muhimu wa forensic. Angalau watu 2 walikuwa ndani ya gari. Lakini baada ya ajali, ni Cyrus Jirongo tu aliyetambuliwa akiwa amekufa ndani ya gari lile. Hii inaongoza kwa swali lingine lisilokwepeka. Nani alikuwa mtu mwingine ndani ya gari ile? Sasa tunaangalia wakati muhimu zaidi. Gari la Mercedes linapoondoka kwenye Eagles Petrol Station na kufanya mzunguko kurejea Nairobi. Kitu kisicho kawaida kinatokea. Badala ya kuungana vizuri na leni ya kushoto kama inavyotakiwa na sheria za barabara za Kenya, gari linaingia kwenye leni isiyo sahihi. Hakuna msongamano wa magari, barabara iko wazi kwa kiasi kikubwa, hakuna danger light zinazowaka, hakuna hazard kuonyesha dhiki au mkanganyiko. Harakati za gari ni za kuhesabu, si za machafuko. Sekunde chache baadaye, gari linasimama kabisa, likiwa kwenye lane isiyo sahihi. Halipigi honi, haliongezi mwendo, halijaribu kurekebisha laini yake, linasimama tu. Kutoka kwenye video, Mercedes inaonekana ikiwa imesimama kimya. Kadri kilele kinavyokaribia, maelezo mengine yanahitaji umakini. Mercedes inabaki haijasonga mpaka sasa, lakini basi halikupunguza mwendo. Nukta kwa nukta, kasi yake inaongezeka kadri inavyopunguza umbali. Ongezeko hili la kasi linakaribia, linaonekana na linaendelea. Kasi katika fizikia, wale tuliobahatika, linaelezwa kama nguvu za mgongano. Kasi kubwa inalingana na uharibifu mkubwa. Basi linafikia Mercedes iliyosimama kwa kasi kubwa kabisa. Uchunguzi huu haumshtumu yoyote, bali unafanya mahesabu, na mahesabu yanaonyesha ukweli ambao hauwezi kupuuziliwa mbali. Kutoweka kwa lisali 2 katika safari ya Jirongo. 2, safari isiyojulikana hadi Naivasha. 3, angalau abiria 2 wanaonekana kabla ya ajali. 4, gari linaloingia kwenye lane isiyo sahihi kwa makusudi. 5, gari linalosimama na kusubiri. 6, basi linaloongeza kasi na kugonga. Hii si hitimisho, bali ni uchunguzi wa makini, na kwa pamoja inazua swali moja la mwisho. Je, hii ilikuwa ajali ya kimahaba au ni mpango uliofichwa unaohitaji uwajibikaji kamili? Wale wanaopanga operesheni za ajali daima huchunguza matokeo kabla ya kitendo. Wanafikiria majibu ya umma mapema sana. Wanatarajia hasira, huruma, mkanganyiko, kisha wanatengeneza kazi zao wakiwa na hayo mawazo akilini. Kinachokosewa mara nyingi ni maelezo madogo madogo tu, mapengo yasiyoonekana, na ni haswa zile njia za nyuma ndizo zinazowafichua. Tunaamini kwamba wakati Cyrus Jirongo alikuwa Karen Oasis, alikuwa chini ya uangalizi mkubwa sana. Inawezekana kwamba kati ya watu waliokaa karibu naye kuna wale waliokuwa na lengo moja tu: kumfuatilia, kumtazama na kuandika kila harakati zake. Labda hata kati ya wale waliokuwa anakula nao kulikuwa na watu ambao lengo lao kuu lilikuwa kumtazama, kufuatilia na kuripoti harakati zake. Tathmini zetu zinaonyesha kwamba mara tu baada ya Jirongo kuondoka Karen Oasis,
Takriban saa 5:30 usiku alikuwa tayari katika macho ya hawa wauaji. Muda mfupi baadaye, gari la Mercedes-Benz linalohusishwa naye lilifika kwenye hoteli ya Park Place. Katika lango, usalama ulifuata itifaki ya kawaida na kuomba kwa abiria kushusha dirisha. Ombi hilo lilipuuziliwa mbali. Gari lilibaki kimya, madirisha yakiwa yamefungwa kabisa. Hii ni muhimu sana. Park Place ni hoteli ya 5 star. Kila gari linaloingia lazima litambulike kama gari la mgeni au linaloacha abiria. Kukataa kushusha dirisha siyo tu jambo la kushangaza, bali pia ni la kutia shaka kubwa sana. Dakika 2 baadaye, gari lilirudi nyuma na kuondoka kwenye eneo hilo bila mtu yoyote kuona nani aliyekuwa ndani yake. Hii inaibua swali muhimu sana. Ikiwa Cyrus Jirongo mwenyewe alikuwa akiendesha, je, angekataa kushusha dirisha? Tabia hii inadhihirisha kwa nguvu kwamba hakuwa akidhibiti gari hilo. Labda alikuwa tayari ameathirika, amefungwa, au hakuwa tena ndani ya gari katika wakati huo. Jambo moja, hata hivyo, liko wazi. Hakuwa yeye ndiye aliyekuwa akiendesha gari hilo. Kwa mujibu wa mlinzi wa hoteli hiyo, gari hili lilipofika pia lilikuwa likiendeshwa kwa njia isiyo ya kawaida. Aidha, halikuonyesha indiketa wakati wa kugeuka. Zaidi, ilionekana kuwa na shinikizo na haraka, na mwisho gari halikuingia kabisa parking ya hoteli hiyo. Uchambuzi wa forensic wa DCI umeonyesha gari la Jirongo lilikuwa kwenye hoteli ya Park Place. Hata hivyo, uongozi wa hoteli unasisitiza kwamba Jirongo hakuwa ameingia kwenye maeneo ya hoteli hiyo. Kauli zote zinaweza kuwa za kweli. Gari lilifika langoni lakini halikuweza kuingia. Kilichobaki kutokuwa wazi ni nia ya uhalifu huko Park Place. Ikiwa ilikuwa ni mahali pa kukabidhiana, kupotosha wachunguzi, au eneo la dharura tu, bado halijajibiwa. Kuanzia saa 5:53 usiku, wakati Mercedes ilipoondoka Park Place, hadi saa 8:19 usiku, wakati ilipoonekana tena kwenye Eagle Petrol Station huko Naivasha, kuna kipindi muhimu cha takriban masaa 2.5. Tunaamini huu ndio wakati Cyrus Jirongo aliuawa. Katika kipindi hiki, gari lilielekea Naivasha. Wakati huo, basi lililokuwa tayari sehemu ya mpango lilikaribia kutoka nyuma. Gari la Probox lilifuatwa kwa karibu, ambalo tunaamini lilikuwa na washirika waliotekeleza operesheni hiyo. Uchambuzi wetu unaonesha kwamba wakati gari lilifikia mahali pa mwisho, Jirongo alikuwa tayari amekufa au alifanyiwa vituko hadi kupoteza fahamu. Mwili wake uliwekwa upande wa kushoto wa gari, na dereva alikusudia makusudi kuweka gari kwenye lane isiyo sahihi. Akaacha injini ikifanya kazi, na kwa kimya akaondoka eneo hilo. Huu ulikuwa hatua ya mwisho ya mpango wao. Katika mchakato huu wote, tunaamini dereva alikuwa akiwasiliana kila wakati na dereva wa basi, na mawasiliano hayo yalionekana kwa umma baadaye, basi likikaribia kwa kasi kubwa likiimaliza ajali hiyo. Ndugu zangu, haya ndiyo matokeo yetu. Ikiwa mna maswali, yatupeni comment section. Tuchukue mjadala mzito, wakati upande wetu tunajiandaa na episode nyingine zaidi kuhusu mauaji ambayo yalitukia Kenya hapo nyuma na tunaamini yalipangika kisiasa.
Kwa sasa, kwa heri. Kumbuka kusubscribe, like, share na comment ili usipitwe na kazi zetu pindi tunapochapisha. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Sheban Yusuf.